Askofu Josephat Gwajima sasa aibuka mtandaoni baada ya ukimya mrefu. Aibuka na jeuri kali kupinga kauli ya utawala wa CCM. Azungumza maneno ambayo wengi walikuwa wanaogopa kuyasema. Amshambulia pia kigogo huyo mwingine bila woga. Sasa hivi bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe ripoti hizi. Dhoruba ya kisiasa katika taifa hili letu la Tanzania inazidi kutanda nchini baada ya kuibuka tena kwa kishindo na jeuri kwa Josephat Gwajima ambaye amevunja ukimya wa muda mrefu kwa ujumbe mzito na usio na maelewano, akipinga maelezo ya uongozi chini ya Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM. Matamshi yake yaliyotolewa kwa nguvu isiyo ya kawaida yameenea haraka kwenye mitandao ya kijamii na kuibua mijadala mikali kati ya wananchi, waangalizi wa kisiasa na jumuiya za kidini. Kilichoanza kama hotuba sasa kimebadilika na kuwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu nguvu, imani na mipaka ya kujieleza nchini. Ujumbe wa Josephat Gwajima uliingilia moja kwa moja katika moja ya mijadala nyeti zaidi katika utawala wa kisiasa katika taifa hili letu, ambao ni uhusiano kati ya dini na siasa, ambapo wanachama wa CCM wamekuwa wakiponda hili mara kwa mara, wakitaka maaskofu wasiingilie siasa na waweze tu kufocus na dini. Alipuuzilia mbali wazo hilo Gwajima lililoenezwa sana kwamba wawili hao wanapaswa kusalia tofauti, yaani siasa na dini, akisema badala yake kwamba imani kama hiyo inapotosha na kutenganishwa na ukweli. Msimamo wake haukuwasilishwa kama nadharia dhahania, lakini kama imani yenye msingi iliyochongwa na uzoefu wa maisha halisi na mifumo ya kihistoria ambayo inaendelea kuathiri jamii kote ulimwenguni. Katika hotuba yake, Gwajima alikazia fikira watu ambao wamekabili mnyanyaso, kufungwa gerezani na kuteseka kwa sababu ya imani yao. Alitoa taswira ya wazi ya wale waliojipata gerezani si kwa sababu ya uhalifu, bali kwa sababu ya mifumo ya kisiasa inayokinzana na imani yao. Katika masimulizi yake Gwajima, watu hao hawakuweza kamwe kutenganisha dini na siasa, kwani ni siasa zilizoamua hatima yao, huku dini ikiwapa nguvu na kuvumilia uonevu unaoendelea. Hoja ya Askofu Gwajima huyo ilichukua mwelekeo wa kimataifa zaidi aliporejelea mazingira ya kutatanisha yanayomzunguka Ali Khamenei, akimwonyesha kama mfano wa kiongozi aliyejumuisha mamlaka ya kidini na kisiasa. Gwajima aliutaja uongozi huo kuwa ni ushahidi kuwa nyanja hizo mbili zimefungamana kimaumbile, huku akisisitiza kuwa katika sehemu nyingi za dunia imani si jambo la mtu binafsi, bali ni nguvu ya uongozi katika utawala na utambulisho wa taifa lolote. Alikwenda mbali zaidi Gwajima kuangazia ushawishi wa kimataifa wa Vatikani, akielekeza kwa Papa Leo ambaye kama ishara ya jinsi uongozi wa kidini unaweza kuunda mazungumzo ya kisiasa. Katika mtazamo wake, takwimu kama za Papa Leo hazifungiwi katika mwongozo wa kiroho pekee, bali hujihusisha kikamilifu na viongozi wa kimataifa na kisiasa, kuathiri mielekeo ya sera na kushiriki katika masuala ya kidiplomasia ambayo yanaunda mkondo wa mataifa. Hotuba ya Gwajima pia iligeuka ndani, ikilenga historia ya hivi karibuni ya Tanzania, hasa matukio ambayo yaliibua hisia za umma na mijadala ya kitaifa. Alirejelea vizuizi na mivutano inayozunguka maandamano ya umma mwishoni mwa mwaka 2025, akielezea kama wakati ambapo maamuzi ya kisiasa yaliathiri moja kwa moja maisha ya kila siku ya raia wa kawaida. Katika hali kama hiyo, alisema ukimya kutoka kwa taasisi za kidini ungekuwa sawa na kuacha jukumu lao la maadili. Kwa mujibu wa Gwajima, jukumu la kanisa linaenda mbali zaidi ya kuta za ibada. Alionyesha kama sauti kwa wasio na sauti, mtetezi wa waliokandamizwa na dira ya maadili katika nyakati za kutokuwa na uhakika. Kwa maoni yake Gwajima, kushughulikia ukosefu wa haki, umaskini na mateso bila shaka uliweka kanisa ndani ya uwanja wa kisiasa, iwe kwa makusudi au la, kwa sababu masuala haya yanaundwa na utawala na maamuzi ya sera. Matamshi yake pia ilibeba ukosoaji mkali kwa wale wanaotetea viongozi wa kidini kukaa kimya katika masuala ya kisiasa humu nchini. Alipendekeza kwamba wito kama huo hautokani na tamaa ya amani, bali katika upendeleo wa kanisa lisilo la nguvu na lisilo la nguvu. Hata hivyo, katika utungaji wake Gwajima, kanisa lililo kimya linakuwa la mapambo lililopo katika matambiko, lakini halipo katika nyakati zinazohitaji ujasiri na kuingilia kati. Mwitikio wa kauli za Gwajima umekuwa wa papo kwa papo,
Wafuasi wamesifu ujasiri wake, wakielezea maneno yake kama simu muhimu ya kuamka katika wakati ambapo wengi wanahisi kuzuiwa kuzungumza waziwazi. Kwao, msimamo wake unawakilisha ufufuo wa uongozi wa kimaadili na changamoto kwa mifumo inayokatisha tamaa uwajibikaji. Wakosoaji, hata hivyo, wanaona matamshi yake Gwajima kama yanayoweza kuvuruga, wakionya kwamba kuchanganya dini na siasa kwa karibu kunaweza kusababisha mgawanyiko na migogoro. Wanasema kuwa kudumisha mpaka kati ya wawili hao ni muhimu kwa kuhifadhi umoja wa kitaifa na kuzuia matumizi mabaya ya ushawishi wa kidini katika mapambano ya kisiasa. Wakati mjadala ukizidi kuwa mkali, wachambuzi wanaona kuwa kujitokeza tena kwa Gwajima baada ya ukimya mrefu kunakuja katika wakati nyeti, hasa katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania, huku mvutano ukiwa tayari umeongezeka nchini kufuatia maamuzi ya hivi majuzi ya serikali ya Samia. Uingiliaji kati wake umeongeza safu mpya ya utata na kuleta mamlaka ya kimaadili katika nafasi ambayo tayari inakabiliwa na mvutano wa kisiasa. Pia kuna ongezeko la umakini wa jinsi mamlaka itakavyojibu matamshi ya Gwajima ya hivi punde. Ijapokuwa kuna hatua ya haraka iliyotangazwa, ujasiri wa kauli zake Gwajima unamweka katika nafasi inayoweza kuvutia kuchunguzwa, hasa kutokana na muktadha mpana wa vikwazo vya kujieleza kisiasa na mikusanyiko ya watu. Hata hivyo, kwa wananchi wengi, hali inayojitokeza inaonyesha swali la kina kuhusu mwelekeo wa siku zijazo wa nchi. Inazua wasiwasi kuhusu uhuru wa kusema, dhima ya taasisi za kidini na kiwango ambacho watu binafsi wanaweza kupinga simulizi zinazotawala bila kukabili matokeo. Mazungumzo yakiendelea mtandaoni leo na nje ya mtandao, maneno ya Askofu Josephat Gwajima leo yameonekana kuwa ya kushangaza na yenye kuchangamsha nchi. Iwapo ujumbe wake utaleta mazungumzo ya maana au mgawanyiko zaidi nchini bado haijajulikana, lakini jambo moja ni wazi na ni dhahiri: sauti yake Gwajima imeibua mjadala mpya wenye nguvu na utata ambao Tanzania haiwezi tena kupuuza. Hata hivyo, utawala wa CCM pamoja na Samia Suluhu bado wamebaki kimya kuhusu matamshi au ujumbe huu wa Askofu Gwajima kuhusu siasa na dini. Vilevile, hata hivyo, inatarajiwa ya kwamba huenda wakaweza kujibu suala hili wanasiasa wa CCM watakapoweza kupata ujumbe huu wa Gwajima, na sote tunasubiri majibu yao. Lakini kwa sasa ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia ama nimefanikiwa kukuandalia katika taarifa ama video hii, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati uweze kunijuza maoni yako upande wa comment section. Je, unadhani ya kwamba Askofu Gwajima yuko sawa? Na je, unaunga mkono maneno yake? Hapo chini ya video hii kuna nafasi ya comment, utaweza kuandika maoni yako au mtazamo wako nijuze. Vilevile mtazamaji, nikitamatisha au kufunga taarifa hizi na kuomba tena na tena kwa moyo mkunjufu like video hii, kisha bonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama hiyo ya kengele mbele ya neno subscribe. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana na itakuwa kama malipo yako kwetu. Vilevile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kuendelea Tanzania siku ya leo.